Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Shalom penzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Jamii Kivu popote pale ulipo, natumai umri wa afya na kukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za waandishi wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za wanaripota wetu kutoka kwetu mbalimbali. Mimi ni Safari Alimasi ambaye ni mchambuzi wako wa leo. Tasaidiwa mitamboni naye Isaac Mulucha Ashibe, na kuomba uweze kulitegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Nasema karibu. Msikilizaji, kabla ya kuingia kwenye uchambuzi wa habari zetu kwa kina, kama kawaida unakuwa unapata fursa kuweza kupata habari zilizogonga mwamba na za leo zaletwa kwenu naye Sudi wa Sudi Valante. Ualigani Sudi? Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko mwili wa afya kabisa. Mwenzangu Safari Alimasi Limetinwar, labda kwa upande wako? Na mimi niko fresh kabisa, Mungu anasaidia. Labda ni kipi ambacho kimegonga mwamba kwa siku ya leo? Ndio, katika habari ambazo ziliweza kugonga mwamba kwa siku ya leo, tuanzie na hapa katika mji wa Baraka na taarifa inayosema kuwa ni vema raia kulipa ushuru kama ipasavyo kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Amesema hayo uongozi wa mji wa Baraka siku ya pili ya wiki tunayo. Huko Butembo, jimboni Kivu ya Kaskazini, ni kwamba ni vyema serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mwezi huu wa Aprili kutimiza mahadi yote iliyoitoa kwa walimu ili kuepukana na migomo wanayoendesha mara kwa mara. Ameyasema hayo moja kati ya walimu wa kongwe katika mji wa Butembo. Mwishowe na uko Ruchuru ni kwamba baba mmoja amefariki katika ajali iliyoripotiwa majira ya saa 4 mchana Jumatatu ya tariki 24 Aprili mwaka 2025 kwenye daraja linalounganisha kata mbili za mji wa Nyamilima. Mpaka hapo sina la ziada, mwenzangu Safari Alimasi Limetinwa minaweka nukta kuna kwa habari muhimu. Naam, asante sana Sudi wa Sudi Valante kwa usomaji wa habari muhimu. Hivi sasa tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia hapa katika mji wa Baraka na taarifa semazo kuwa kisha serikali ya DRC kupitia wizara ya sheria kutangaza kumfungulia mashtaka rais wa zamani Joseph Kabila Kabange na pia kusimamisha shughuli zote za chama cha PPRD nchini DRC, hatimaye maoni yamekuwa tofauti kwa raia wa mji wa Baraka. Katika pitapita za redio yako huku ikiojana na baadhi ya raia wa jiji la Baraka, pamoja wamesema kuwa hatua hiyo itasaidia pakubwa kutokana na hali ya usalama mdogo inayoripotiwa kwa sasa nchini, huku wengine wakisema hatua hiyo haitosaidia chochote kama wanavyoeleza. Sawa, mimi kama mwananchi habari kama hiyo na mimi nimesikia vile, lakini niliregrete sana kama panakamata mabitu yake. Bangefanya kwa mapursuite judiciaire baone réellement est-ce que alikuwa Goma au hakuwa Goma, parce que kuko zingine habari tuko asikia kama c'est iko na mibi, est-ce que c'est vrai que alikuwa au hakukua. Yeye kama anaweza kuwa miongoni ya wale ambao wanatumika na M23, ile kabisa ni jambo mbaya, kwa sababu yeye ni kama rais mstaafu, hawezi akakuwa miongoni mwa watu ambao wanasumbua nchi. Nitasema ujio wa Kabila ni kuingiza matatizo ku population inaishi mu este ya nchi yetu ya Kongo. Kabila ni porte-malheur wa peuple congolais wenye wanaishi este, na anastahili afungwe. Na mimi kama mkongomani nilifurahikia sana kuona circulaire ya ministre wa justice kusema poursuite judiciaire zitamwakompanye Kabila. Aussi, question ya kususpendre PPRD ni question moja ya mzuri sana. Ils sont vraiment redevables kusubir ma conséquences zote za venye walifanya. Mimi siko mtu wa chama fulani. Opposition iko pale kwa kutafuta kuharibisha manda ya mwenzao. Gisi ilibafungie sikwe teatre, juu Kongo tusha vivre teatre. Ibafunge, ifungie PPRD, ifunge tous les militants mwe banaona iko collaborer
collaborateur wa barebel. Hizi nchi zenye ziko na tout ce qui se fait, ce sont les pays voisins qui nous agressent na banajua kipi kilitendeka, pourquoi bien avant balikuwa hawasaisir ile mabien, mais banaona que derrière cette aventure kuko main noire yenye iko nafanyiziwa na rais Mustafa Joseph Kabila, sénateur, ba rechercheur, ba investigateur, ba journaliste investigateur walitangaza kwamba iko Goma. Ndio, kwa kweli sione kama italeta usalama kabisa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan mashariki mwetu, kwa maana kusispangre aktivite za chama cha PPRD wala kusema kwamba Kabila iko anatafutiwa eti afungwe. Sijue kama italeta usalama kabisa, ndugu mtangazaji, kwa maana vitu viko wazi, sio kusema kama kwa ajili ya kufunga chama cha PPRD ndio usalama utakosekana. Mimi nikikumbuka hapo zamani wakati wa IDPS na MPR ilikuwaka ni hivyo, ya maana tu ni waongee, kwa maana hapa juzi tulikuwa tunasikia kama wataenda kumazungumuzo, na hiyo mazungumuzo ndio ya maana, waongee, waikale pamoja, waikale chini, waongee na suluhisho itapatikana, ndugu mtangazaji. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba ni vema raia kulipa ushuru kama ipasavyo kwa ajili ya maendeleo ya nchi ya DRC. Ndivyo umesema uongozi wa mji wa Baraka siku ya pili ya wiki tunayo. Bi Emerite Tabisha Mungelwa ni meya kwa muda na tena meya makamu wa mji wa Baraka amewataka raia kulipa ushuru na tozo, kwani tayari ofisi ya jimbo hili ipo pa Uvira na kufanya kazi zake zinazohitajika, tofauti na kauli za baadhi ya raia wanavyotaja kuna serikali ya jimbo. Emerite Tabisha Mungelwa anaeleza afuatao kwenye maiki ya Radio Kivu. Wakahaji wote wa jiji la Baraka, ofisi ya province yetu inatumikia kwa muda pa Uvira kwa ruhusa ya serikali yetu pa Kinshasa. Kwa hiyo services zote za serikali zinaanza kutumika kama kawaida. Pili, service ya DPMR, biro yetu ya hapa Baraka, inakuwa na vyombo vyote tayari ili kuanza kazi ya kulipisha taxe. Muda wa malipo nyinyi mnaujua vizuri kwa sababu mnashirikianaka na DPMR kila mara. Tunawaalika nyote, raia yote ya Baraka, hususan wachuuzi, mushirikiane na maservisi husika kwa kulipa mataxe ambao mnahusika nayo. Kulipa ushuru wala taxe ni mapashwa ya kiraia na ni uzalendo kweli kweli. Msikilizaji, kwa wale wapendelevu wa habari za michezo, na mpisha mwenzangu Mari Makele Lozil kwa habari za michezo. Asante Sara. Naona leo una kwere kabisa, unapendeza barabara. Tuanzie na habari za hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba watangazaji wote wa habari wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka waitishwa kuweza kushiriki kunako mazoezi ambayo itaanza kuanza rasmi tarehe 23 Aprili 2024 katika uwanja wa Mama Yemo pale. Ni kwamba waandishi habari siku ya Jumapili ya tarehe 27 Aprili 2025 kuna mechi ya kata na shoka. Waandishi habari watakipiga vikali zidi ya wafanyakazi wa serikali. Katika mechi hii nambari yangu 41 itaweza kupepea barabara mgongoni, na naamini kuwa mimi hapa nitaweza kupachika takriban mabao 3 kunako mguu wangu mwenyewe. Mashabiki wote shukeni pale katika uwanja wa Lumumba ili kwenda kujionea moto ya waandishi habari ambao wataweza kucheza tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025. Itakuwa ni siku ya Jumapili. Mwakaribishwa wote pale kwenda kusapoti mechi hiyo ya kata na shoka ambako watangazaji wamejifunga bibwebwe ili kuweza kupambana kunako mtanange huo. Na katika bara la Afrika ni kwamba shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF limemteua Amin Omar kutoka Misri kusimamia mchezo wa pili wa mechi kati ya Stellenbosch zidi ya Simba Sport Club ya pale katika nchi ya Tanzania tarehe 27 Aprili 2025. Mechi hiyo ni ile ya kombe ya shirikisho barani Afrika.
Na huko katika nchi ya Uingereza ni kwamba klabu za Burnley pamoja na Leeds United zimerejea ligi kuu nchini England kwa msimu wa 2025-2026 baada ya kushinda mechi zao za siku ya Jumapili. Burnley wameshinda dhidi ya Sheffield United mabao 2-1, huku timu ya Leeds United wakaweza kuonyesha mvua ya mabao vijana wa Stoke City kwa kuweza kuwatandika mabao 6-0. Timu zote hizo mbili za Sheffield pamoja na Burnley zimefikisha alama 94 ambazo haziwezi kufikiwa na timu yoyote ile. Burnley pamoja na Leeds United zimerejea tena katika ligi kuu ya hapo katika nchi ya Uingereza mwaka 2025-2026. Na huko katika nchi ya Italia, msikilizaji, ni kwamba shirikisho la mpira wa miguu nchini Italia kupitia bodi ya ligi kuu nchini humo imetoa taarifa rasmi kuwa mechi zote kuanzia za ligi kuu ya hapo nchini Italia maarufu Calcio mpaka ligi za madaraja ya chini zimeahirishwa na zitapangiwa tariki nyingine ya kuchezwa. Hatua hiyo imekuja mara baada ya Vatican kutangaza kifo cha kiongozi huyo mkuu wa kanisa la Roman Katoliki duniani. Naweka nukta katika habari za michezo, huku nambari 41 ikiwa na pepea barabara mgongoni yake Declan Rice, lakini watangazaji wote habari wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka mwalikwa pale kunako uwanja wa Mama Yemo ili kuweza kuanza mazoezi ya kujiandaa na mtanangi wa kata na shoka wa siku ya Jumapili tarehe 27 April dhidi ya wafanyakazi wa serikali. Wasikilizaji, nimewaidia kwa mimi mwenyewe hapa Omari Makelele Uzil nitapachika takriban mabao 3 katika mguu wangu. Chao. Naam, asante sana Omar Makelele Uzil kwa habari zako za michezo. Msikilizaji, ndapo ndo unakuja kujiunga nasi, nikukumbushe kwamba ambao unaendelea kuitegea sikio ni za Kiswahili ya Radio Kivu, na huu ni muda wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Usisahau kutufuata kwenye mtandao wetu wa YouTube, unaandika tu Radio Communautaire Kivu Baraka. Kampuni Fizi One Baraka, Mboko na Nisisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Tupindukie kwenye habari za wanaripota wetu kutoka maeneo tofauti, tukianzia na huko Butembo katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambako ni vyema serikali ya DRC katika mwezi wa April kutimiza miahadi yote iliyoitoa kwa walimu pale Bibwa ili kuepukana na migomo wanayoendesha mara kwa mara. Ameyasema hayo mmoja kati ya walimu wa Kongo katika mji wa Butembo. Mengi zaidi na Izangos Moviswa Kapuni. Mwalimu Kakule Banzwa Mishu asema kusubiria kutoka serikali DRC mshahara mzito ambao utapewa walimu wote katika nchi. Kwake yeye, muda sasa umetimia ili serikali ya Kongo kutimiza ahadi mbalimbali zilizotolewa kwa ajili ya mwalimu kulingana na mikataba ya Bibwa mwaka uliopita. Mimi ni Kakule Vanzwa Mishu, ni mwalimu wa masomo ya kimsingi yani ya kiprimari. Ni leo sasa miaka 12 nikiwa ninafundisha. Sauti yangu inaelekea government ya nchi yetu ya DR Congo ambayo muda mwingi imewasahau walimu. Ingalau walimu ni watu ambao wanaendelesha inji. Inji haiwezi kuendelea bila mwalimu, sababu mwalimu ndiye anamfanya kila mtu mwenye cheo katika inji awe na cheo hikyo. Hakuna hata mmoja ambaye anaweza kusema ameshakuwa na cheo asipokuwa alipita katika mikono ya mwalimu. Na tunaomba government yetu itazame maisha ya mwalimu. Hizo dola 100 sio mshahara ambao mwalimu anastahili, sababu maisha yake inahitaji vitu vingi. Mwalimu anahitaji maisha mazuri ili atayarishe vema na kufundisha watoto wetu vizuri. Tunahisi kwamba government yetu imeshaambiliwa muda mrefu kwamba mshahara ambao walimu wanahitaji kwa siku za leo ni $500, yani $500. Wakipewa hizo pesa, wanafunzi wetu watasoma vizuri na elimu itakuwa ni bora katika nchi nzima. Wakienda tena katika mgomo, government yetu itakuwa imepoteza kabisa, na government yetu itachekwa kabisa, sababu walimu kukua wanaenda katika migomo kila siku hivi. Inaonesha kwamba kuna uzembe wa kuongoza sekta ya kielimu na ni muda muhafaka walimu wapewe haki yao, yani mshahara wa $500. Wasipofanya hivyo, naogopa kwamba tena migomo itaamka huko na huko na kazi za elimu zitashimama tena, zitaenda vibaya katika nchi yetu ya Kongo. Tukumbushe kwamba ahadi zilizosababisha mgomo wa walimu usitishwe mwezi Novemba uliopita ni hizi: kulipa walimu awamu ya pili ya kitita cha pesa za kikongomani 50,000, kuwaorodhesha walimu katika sekta ya umma
kuhakikisha kutimiza SMIG ya kitita cha pesa za kikongomani 14,500 kwa kila mwezi, kufutilia mbali malipo yasiyo sawasawa kwa walimu wote DRC, na pia kuwalipa walimu wote wasiopata chochote kutoka serikali katika bajeti ya mwaka 2025, ikiwemo pia kuwaongezea mshahara ili uwe dola za Marekani 500 kila mwezi. Butembo, Nzangus Muviswa, Radio Kivu Baraka. Shabash Zangos Muviswa Kapuni kutoka huko Butembo kwa ripoti yako. Msikilizaji, tukisalia tu katika mkoa huu wa Kivu ya Kaskazini, Ruchuru, ni kwamba baba mmoja amefariki katika ajali iliyoripotiwa majira saa 4 mchana Jumatatu ya tarehe 22 Aprili 2025 kwenye daraja linalounganisha kata mbili za mji wa Nyamilima. Jean Arerimana Sesore kutoka Ruchuru na mengi zaidi. Ni kupitia sauti hizi za kilio ndipo yatangazwa kifo chake mkaji wa Kasenker, Bwana Kambale Sivanswa Musubao. Huyu aliweza kutereza kwenye ulalo unaokutanisha kata la Tumaini kwa kata la Kasenker. Kwa kutamani kuvuka, aliweza kuanguka katika mtoni wa takriban urefu wa mita 15, na huyu ameweza kuiaga dunia kama vile wanahakikisha wakaji kwenye eneo la tukio. Mtu ameangukia hapa kwenye kilalo ya kutanisha Kasenkere na Tumaini. Tunakia kutana kama hii kilalo inaomba tu tunaijenga juu watu ba mingi biko na aksida hapa sana, haiko wa kwanza ule na hata kwa mwisho ikabakia tu vile ile kilalo. Ule mtu deja ashafariki, na sai maiti iko nyumbani kwake. Hapa tuko fasi kulifanyika ajali, kuna mkaji mmoja alianguka ndani ya kilalo, basi alitereza na pale pale akafariki. Hapa kukilalo kuna anza angukia watu mingi wa kukufa, huyu njoo mwenye anakufa leo, lakini watu mingi wanaangukia hapa juu ya kilalo iko kidogo. Wakati anafika katikati anasikia kizunguzungu, anaenda jitupa Mungu. Habari hiyo haipo mbali kwa kuweza kuhakikishwa naye Charles Sivanzoa, ndugu yake marehemu, katika sauti hii. Shida ni kwamba tumempoteza ndugu yetu mkubwa, kaka yetu Kambale Sivanzwa Musu, majina anazoea kumuita Kaibili sana. Tumempoteza tukia asubuhi ya leo, alamuka akiwa mzima. Basi chose drole tunapata habari kama aliweza kuanguka ndani ya kilalo ya Kumuto Kilabu. Hawa wanazania kwamba suluhisho ni sheti iweze kupatikana kwa kujenga ulalo huu ili kuepusha kupoteza maisha ya watu wengi katika siku za usoni. Hatari ni kubwa sana. Tunaona kuepuka hatari ni kuomba wakubwa wa mugi washikaze sana tuweze kujenga kilalo kizuri na tukipanule kikuwe kikakabambi sana. Hii kilalo iko na faida sana jo, inaambatanisha quartier mbili, Kasenker na Tumaini. Donc ni lieu de passage ya Carrefour donc ya watu kwa kupitia. Tunaomba gouvernement itusaidie sawa vile zile salongo zetu tunafanya kasi wakaaji, tuone gisi ya kujenga kilalo tuinenepeshe, sababu watu wiko nafanya aksida pale juu kwa kilalo kukua miti mbili tu peke yake. Solution ni kujenga tu kilalo iongezeke. Kama hatunayacha tu vile ile miti mbili pale na mwingine atangukia tu aho, tunampoteza vile saa huyu. Hapa ingelifaa kilalo kikuwe kia kabambi, wakati mtu iko kukilalo asisikie tena kizunguzungu, juu mtu akiisha aona kumuti moya njoo anaogopa kama taanguka na mwisho anaanguka. Akiwa amezaliwa tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 1977, Kambale Sivanzwa Musubaho ameweza kuiaga dunia hii siku ya kwanza tarehe 21 April mwaka 2025, akiacha nyuma yake mjane mmoja pia watoto 5 mayatima. Asante ja Harerimana Sesore kutoka Ruchuru. Msikilizaji, tujielekeze Moba katika mkoa wa Tanganyika, ambako kisha bwana Kalungu kuoa na askari jeshi pa Moba, hatimaye askari jeshi wawili wa FARDC wamehukumiwa kifungo cha maisha jela, huku mwingine mmoja akipewa adhabu ya kutumikia jela miaka 5. Hukumu hiyo imetolewa kwenye mahakama ya Kalemi jimboni Tanganyika. Undani wa taarifa hii na Isidore Kashulo kutoka Moba. Wanajeshi wawili wa serikali ya FARDC wamehukumiwa kifungo cha miaka jela na kutoshwa katika jeshi la serikali, na mwanajeshi mmoja amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela
Wanajeshi watatu na raia mmoja wameachiliwa huru bila shoti yoyote. Hayo ni mambo yaliyotamkwa na president wa tribunali ya kijeshi kambi ya Kalemi mkoani Tanganyika siku ya Jumatatu Aprili 21 mwaka 2025, siku ine baada ya tribunali hiyo kuendesha masambo hadharani katika eneo la sikukuu ya Kirungu ndani ya kitongoji cha Kirungu tarafani Moba kuhusu kesi ya kifo cha Kalunga Patu aliyeuawa na majeshi ya serikali katika korokoro ya kijeshi hapo Aprili 12. Mjumbe mkuu Desire katika maamuzi hayo amethibitisha kama tribunali ya kijeshi kambi ya Kalemi mkoani Tanganyika imehukumu wanajeshi watatu kwa kukuta na makosa ya bendera na utesi mkubwa uliosababisha kifo cha Kalunga Patu alifariki baada ya kuzuiliwa na majeshi ya serikali kwa tuhuma ya wizi wa pesa. Huko wanajeshi watatu na raia mmoja wameachiliwa huru bila shoti yoyote kwa kukutwa bila makosa kwa kesi hilo. Raia huyo aliyeachiliwa huru ndiye alimstaki Kalunga Patu baada ya kupatia pesa yake nyumbani kwa marehemu. En conséquence, acquitte purement et simplement les prévenus Sombichi Nanga Clovis, Lumu Kabatanchi Christian et Ilungangoi Chéribin pour insuffisance des charges. Kwa kinyume amewachilia huru kikweli na kawaida watumiwa Sombichi Nanga Clovis, Kamatanga Christian na Ilungangoi Chéribin kwa kutokuwa na makosa. Inaamuru kuachiliwa huru bila muda. Ipo vile vile kwa mtumiwa Paleliko Jean Didier kwa kutokuwa bila makosa. Inawahukumu watumiwa wahusika kama hivyo kwa ajili ya mtumiwa Amani Sumaili bila kupunguzwa hukumu kwa kifungo cha miaka. Wakati hukumu yake inathibitishwa kufungwa kwake na kulipa faini ya 1500 franka ya Kongo ama kutumikia ghadhabu kubwa ya miezi 6 kama hawezi kulipa kwa wakati kisheria faini ya mahakama. Kwa ajili ya mtumiwa Samiki Rega bila kupunguzwa hukumu kwa kifungo cha miaka. Wakati hukumu yake imethibitishwa kufungwa kwake na kulipa faini ya 1500 franka ya Kongo ama kutumikia ghadhabu kali ya miezi 6 kama italipa kwa wakati kisheria faini ya mahakama. Kwa ajili ya mtumiwa Barani Mtanda Jefu kwa pamoja na kupunguzwa kwa hukumu kulingana na huruma yake amehukumiwa kifungo cha miaka 5 na kulipa faini ya 1500 franka ya Kongo ama kutumikia ghadhabu kali ya miezi 3 kama italipa kwa wakati kisheria faini ya mahakama inathibitisha kufungwa kwake. Kwa hiyo inaamuliwa na kutamkwa katika masambo ya hadharani ya siku ya Jumatatu Aprili 21 mwaka 2025. 3 mois la durée de la contrainte par corps à subir en cas de non-paiement dans le délai de la loi. Confirme son arrestation. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce lundi 21e jour du mois d'avril de l'année 2025. Wakazi wa kitongoji cha Kirungu wamefika kwa umati mkubwa kuhudhuria masambo ya hadharani yaliyoendeshwa na tribunali ya kijeshi kambi ya Kalemi mkoani Tanganyika kwa usaidizi wa serikali ya mkoa na kwa kujihusisha kwa pakubwa kwa jumuiya ya wanabunge wa mkoa wa Tanganyika wachaguliwa wa Moba. Pia kwenye masambo hayo yamekuwepo pia viongozi wa serikali ya Juani, hususan mkara tarafa ya Moba na viongozi kadhaa wa idara ya taasisi ya umma na vyombo vya usalama. Nikiripoti kutoka Moba, Vidoro Kashule, Radio Kivu. Msikilizaji, tukamilishe uchambuzi wa habari zetu na uko Burundi ambako askofu wa kanisa Katoliki Dayosisi ya Bujumbura Gervais Bayankirimbusa amevitaka vyama vya kisiasa, mashirika na baadhi ya watu katika jamii kujilinda na uchu wa madaraka. Mengi zaidi na Ibukur Elias Daniel kutoka Burundi. Katika misa ya kuadhimisha sikukuu ya Pasaka iliyosomwa katika kanisa Katoliki la Regina Mundi, Dayosisi ya Bujumbura, Askofu Gervais Bayankirimbusa amewataka Warundi kujilinda na unyanyasaji na ubinafsi. Pia ametoa wito kwa mashirika, vyama vya kisiasa na jamii kujilinda na uchu wa madaraka. Twese turabona mu gihugu cyacu ibintu bishobora kuba bitugora, nkumbure bivuye kugwangara gwacu. Sisi sote tunaona katika nchi yetu vitu ambavyo vinatusumbua, labda ni kutokana na kutokujali. Siku ya leo iwe siku ya kubadilika ili tuweze kuishi kwa amani, tuachane na ubinafsi na unyanyasaji. Tunayopitia yote tuwe na mienendo kama ya Yesu Kristo katika kupigania ukweli, sheria, haki na maridhiano, maana hayo ndiyo ushindi wa haki. Iwe katika jamii, mashirika, vyama vya kisiasa na sehemu nyingine, tujilinde na makundi yanayojipenda na kupenda matumbo yao wenyewe, maana hayo husababisha mtu kutafuta kumfanyia ubaya mwenzake. Kuna wakati mwingine faida yetu inataka kwa mzigo kwa watu wengine. Hiyo ni tofauti na ujumbe wa Pasaka ya Mungu. Kama nilivyowaambia, muwe mnakumbuka kuwa kuna siku ya tatu wanayemwamini Mwenyezi Mungu, ambapo Mungu humkumbuka mtu watu wakiwa wanadhani kuwa kila kitu kimeshaharibika. Hama hariho umunsi ugira gatatu kuwizigiye Imana.
aho Imana kugarukira abantu bari kubaragira ngo vyaheze. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Penzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu kwa siku ya leo. Shukrani kwa wewe ambao ulitutegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Vile vile natoa pongezi kwa rubani wangu ambaye ni Isaac Mulucha Ashbe. Aliyekuletea uchambuzi wa habari alikuwa si mwingine bali ni Safari Almasi Mitinwa. Sina la ziada na kuaga nikisema bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.